Ujumbe wangu wa leo au neno hili ambalo nataka kulisema ni maneno ya Yesu, lakini yanatuelezea habari ya hatari ya nyumba safi iliyo tupu. Sasa nataka kuonyesha hii hatari ya nyumba safi iliyo tupu kulingana au kutokana na mafundisho ya Yesu, ambalo lilikuwa ni onyo kwetu. Kwa sisi ambao mimi na wewe tumekaa hapa, lilikuwa ni onyo kubwa sana. Na mimi naomba ulichukue hili kama Yesu anakuonya au anakupa tahadhari, kwa sababu nitakoti maneno ya Yesu mwanzo mwisho. Sitaweka neno langu, nitaweka maneno ya Yesu. Uone jinsi ambavyo anatuonya hapa. Tusome kwanza aya hii alafu baadaye nitaanza kukupa utangulizi wa somo langu. Mathayo sura ya 12, anza kusoma mstari wa 38. Yes, Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 38. Biblia inasema hadi 45. Biblia inasema, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakisema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akamwambia, kizazi kibaya na cha laana chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. 41. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili aisikie hekima ya Suleimani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleimani. 43. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupo, imefungwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko mwenyewe, na huingia kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Amen. Nitazungumza kwa kifupi sana kifungu hiki kabla sijakupeleka kwenye somo ambalo tunataka kwenda. Nimekuambia kwamba leo tutajifunza onyo muhimu la Mwokozi Yesu ambalo linaeleza hatari ya nyumba safi iliyo tupu. Nafikiri sio wageni wa nyumba ambayo inaweza ikawa inakaa haikaliwi na watu. Wewe kama mahali popote kuna watu wanajenga nyumba leo, lakini kwa sababu ana nyumba nyingine, ile nyumba hawezi kuifunga akaiacha wazi. Anatafuta watu waje wakae kwenye ile nyumba yake, kwa sababu kuna hatari kubwa sana ya nyumba ile. Unapoiacha kuwa tupu, linaweza likawa pango la wanyang'anyi, linaweza likajaa vitu. Yaani kuna watu wengine wanaingia kujisaidia, wanaigeuza inakuwa choo. Wewe umejenga nyumba ya kulala, wao wanaigeuza inakuwa choo. Siku unakuja unataka kuingia, unarudi, watu walisharundika, wamebadilisha matumizi. Kwa hiyo hatari ya nyumba safi inapoachwa tupu, wengi tunajua. Nafikiri hakuna mtu ambaye hajui. Juzi hapa kuna binti mmoja alifanya kituko kikubwa sana.
lakini alienda kushikwa kwenye moja ya mapagare. In fact alikuwa ni house girl, aliua binti, aliua mtoto wa bosi wake. Akaenda kukaa kwenye pagare, hilo jengo ambalo limefanya nini? Limeachwa wazi. Kwa hiyo hatari ya nyumba tupu. Yesu anatueleza hapa hatari ya nyumba tupu. Nafikiri na nyie mnajua, hata wewe mwenyewe kama unatembea porini unaambiwa kwamba ile nyumba huwa hawakai watu, sidhani kama unaweza kaenda pale, kwa sababu linaweza kukufika la ajabu kwenda kwenye nyumba tupu ambayo haina watu. Lakini ndio makazi ya vibaka na vitu vingine. Biblia sehemu zingine inatumia neno ganjo. Sasa katika andiko hili tulilosomewa linaeleza habari za Yesu alikutana na Mafarisayo, lakini akawaita hawa watu wa kizazi hiki ni kizazi kiovu tena cha laana. Hawa Mafarisayo ndio walikuwa watu wa dini wakati ule, ndio walikuwa mapadri, ndio walikuwa maaskofu, ndio walikuwa wainjilisti, ndio walikuwa wanakwaya, si ndio? Lakini akaita kwamba hiki ni kizazi kibaya cha laana. Na akatoa mfano. Akasema kwamba watu wa Ninawi watakuja kukihukumu hicho kizazi. Watu wa Ninawi watakuja kukihukumu hicho kizazi. Kwa nini? Kwa sababu hiki kizazi cha Waninawi waliposikia Yona anahubiri walitubu. Nani anaijua story ya Yona katika Biblia? Au mnajua tu pale kwenye kumezwa samaki kwamba alimezwa samaki? Yule jamaa alikuwa mbaya sana, alikataa kumtii Mungu, akamezwa na samaki. Mnajua hapo tu kwenye kumezwa na samaki. Ngoja nikupe upande mwingine wa shilingi wa story ya Yona. Mpaka Yesu anamtolea mfano ujue huyu jamaa alifanya maajabu. Kwamba Yesu kweli Yona alikimbia, hakutaka kwenda kuhubiri Ninawi kama ambavyo alikuwa ametumwa. Lakini baadaye alienda by force, alienda kwa nguvu. Akapelekwa tena kwa lifti ya kumezwa na samaki tumboni. Ulishawahi kusafiri kwenye lifti ya tumbo? Suponi akaenda, sio alikuwa anapataje hewa, mimi sijui, wala usiniulize kwamba alipataje, akapumwaje. Siku 3 yuko tumboni kwa samaki, anapelekwa na lifti kule alikokataa kwenda kuhubiri. Lakini matokeo yake alivyofika kule, alihubiri ile nchi ya Ninawi. Kuku, paka, umbwa, nguruwe na wenyewe wakafunga. Alafu wakatubu. Yaani watu wote wa Ninawi wakatubu, na umbwa wakatubu, na paka wakatubu, na kuku wakatubu, na ng'ombe wakatubu, na punda wakatubu. Hakuna mtu duniani ambaye alishawahi kuhubiri hivyo. Ndio maana Yesu hapa anamtolea reference. Akasema hivi, watu wa Ninawi watakuja kukihukumu kizazi. Kwa nini? Watasema sisi Yona alihubiri tukatubu. Nyie Yesu anazungumza, Yesu mnashindwa kutubu. Mnasikia kabisa kutoka kwa Yesu ambaye ni mkuu kuliko Yona, mnashindwa kutubu. Sisi tulisikia kwa Yona tukatubu, ng'ombe, paka, nini vyote vikatubu. Nyie mnashindwa kutubu. Lakini akatoa mfano mwingine kwamba yule Malkia wa Sheba, Malkia wa Kusini, na yeye atakihukumu kizazi hiki. Kwa nini? Yeye alitoka Yemen, huku Afrika, hii ni Yemen, sijui Ethiopia, akaenda Yerusalemu kwenda kusikiliza hekima za Suleiman. Tuko pamoja? Kuna mtu ananielewa? Kutoka wapi? Afrika kwenda kusikiliza hekima za Suleiman. Tutajifunza mambo 4 muhimu sana ambayo yatakuhamisha kwenye uleo ukaenda kwenye usasa. Kwamba namba 1, kama unaandika andika hivi: Yesu hufanya usafishaji kamambe ndani ya kila anayemwamini. Ukimwamini Yesu anafanya rishafu.
Rishafu ni kuondoa, sio kubakiza au kufanya marekebisho. Yani ni kusafisha, kuondoa kila kitu. Ndio maana akatumia mfano ule wa pepo anapomtoka mtu. Ni kazi ambazo Yesu Kristo unapomwamini anazifanya. Wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo amefanya rishafu ndani yako. Sema amina hata kama utaki. Amen. Hata kama utaki wewe sema tu amen. Amen. Kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo ameshafanya utakaso ndani yako, kwamba amesafisha ile nyumba ambayo ni moyo wako, inahesabika kuwa ni safi. Hebu nisomee kwenye ile Matendo 15 mstari wa 8 na wa 9 ili kusudi waelewe ndugu zangu kile ninachotaka kukisema hapa. Matendo 15 aya ya 8 hadi 9 inasema, na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia, akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao. Akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Tunasafisha mioyo kwa imani. Sasa angalia, nimekwambia kwamba unapomwamini Yesu Kristo wewe tayari unasafishwa moyo. Ile nyumba inakuwa iko safi. Mimi kabla sijaokoka nilikuwa mwenye dhambi sana. Nilifanya dhambi. Na ndivyo tulivyokuwa watu wengi. Kwamba tulikuwa wadhambi kabla hatujaja kwa Yesu. Tulifanya uchafu kabla hatujaja kwa Yesu. Lakini alivyokuja Yesu, kitu alichokifanya kwanza ni kusafisha ule uchafu. Anasafisha ule uchafu, anaondoa ule uchafu. Wewe sasa unakuwa safi. Ni sawa na ile anasema kwamba nyumba inakuwa safi kwa sababu imesafishwa na Yesu mwenyewe Kristo. Kwa hiyo Paulo anawaambia Wakorintho. Hebu soma pale kwa Wakorintho, anawaambiaje Wakorintho? Korintho wa kwanza 6:11 Biblia inasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Wa namna hiyo. Lakini mlioshwa. Lakini mlitakaswa. Lakini mlihesabiwa haki. Katika jina la Bwana Yesu. Sasa ngoja nikupe assignment. Nenda kasome pale juu katika mstari wa 10. Kuna mambo ambayo ameyataja. Lakini baada hapo anasema kwamba lakini hata nyie mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa. Kuna jamaa mmoja alipewa maiki kama hivi atoe ushuhuda kanisani wa dhambi. Alikuwa anataka kuzungumza habari ya dhambi ambazo alifanya. Alivyofika katikati akanyamaza. Anatoa ushuhuda hivi. Nilikuwa hivi. Alivyofika pale akanyamaza kama yani amepigwa shot hivi. Wanamwambia, sema sasa, endelea. Amenyamaza tu. Mbona usemi? Amenyamaza tu. Mpaka mchungaji akamwambia, vipi? Ushuhuda umeisha? Akasema hapana. Naogopa watu masikio yasije akawasha. Yaani ninachotaka kukisema, maisha niliyoishi watu masikio yanaweza kuwasha. Sasa ili wasiwashe masikio yao, nimeona nisimame niishie hapa. Baada ya kutakaswa, baada ya kufanya kuwa safi, ndio sasa tunakwenda kwenye ile pointi ya pili. Hiyo pointi inatuhamisha na kutupeleka sasa kwenye pointi nyingine, au shukrani yetu inatupeleka kwenye pointi nyingine ambayo kama unaandika Yesu anataja madhara yanayoipata nyumba safi iliyotupu. Tumeona kwamba ni dhahiri nyumba iliyosafishwa haiwezi kudumu katika usafi ikibaki tupu. Yaani ni lazima nyumba ikaliwe au viingie vitu vingine. Maana yake ni nini? Kuamini peke yake au kusafishwa peke yake kwa jinsi sisi tulivyosafishwa sio hatima, sio ndo mwisho. Kuna watu wasema bana, mimi nimeshamwamini Yesu Kristo, nimesafishwa, nimetakaswa kwa damu ya Yesu. That is not an issue. Lazima nyumba ijazwe
fanicha mpya na mmiliki mpya. Baada ya kusafishwa, lazima nyumba ikaliwe na mtu, sio iachwe wazi. Ikiachwa wazi kuna hatari kubwa sana ambayo Yesu anaitaja hapa. Ni onyo ambalo Yesu amelitoa hapa, ni kwamba hali ya mwisho ya huyu mtu aliyekuwa amesafishwa, kama ile nyumba ataiacha wazi, maana yake hali yake ya mwisho inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko ile aliyoanza nayo. Sasa hebu jiulize, kila mtu ajiulize sasa. Ngoja niwape tu assignment hii, mjiulize kidogo. Tunasema kwamba zamani tulikuwa wachafu, tuko pamoja? Hebu niambie kwamba ule uchafu ambao ulikuwa nao zamani, ukaja ukaupata hali ikawa mbaya kuliko ile ya kwanza, unafikiri inakuwaje? Kuna wengine walikuwa ni walevi, anakunywa bia 10 kwa siku. Sasa inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana yake wamekuja mapepo wengine 8 na wenyewe wana bia zao. Ina maana unakunywa bia 80 kila siku. Hali mbaya kuliko ile ya kwanza. Kuna wengine walikuwa wachawi, wanaua watu 10. Sasa unaua 100 au 80. Hali inakuwa mbaya. Yaani unaweka mara 8 ya ule uchafu wako wa zamani, unaweka mara 8, kwa sababu hapa hawa jamaa wanaongezeka, wanakuja wanakuwa 8. Kama tutakavyowaona katika maandiko haya. Wayahudi wakati wa Yohana Mbatizaji walitubu. Kuna watu walitubu wakati wa Wayahudi. Yohana Mbatizaji alihubiri, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini ngoja nikwambie, kwa sababu waliendelea kubaki tupu, hebu ona kile kitu kilichotokea baada ya pale. Nani anakijua kilichotokea wakati Yesu anakwenda msalabani? Wale Wayahudi ambao walikuwa wametubu, unajua kilitokea nini wakati anakwenda msalabani Yesu? Wale watu ambao walikuwa wanamshabikia Yesu, wale watu ambao walitubu wakati wa Yohana Mbatizaji, ngoja nikupe kipengele cha maneno ambayo waliyasema. Hebu tusomee pale, msomaji, kwenye Mathayo sura ya 27 mstari wa 20 na wa 26. 20 nasema, nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akamwambia, mnataka nimfungulie yupi kati ya hawa? Ndio. Kati ya hawa wawili? Ndio. Wakasema Baraba. Pilato akamwambia, basi nimtendeje Yesu? Nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwa nini? Ni mbaya gani amefanya? Kosa gani? Wakazidi sana kupiga kelele, wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya makutano. Akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu. Sawa. Mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Ujue kwamba hili ni onyo la nyumba kuwa tupu. Wewe ambaye umetakaswa, wewe ambaye umesafishwa, hautakiwi kuendelea kuwa tupu. Unatakiwa kuweka furniture, unatakiwa kuweka mmiliki na furniture zingine ambazo zinaweza zikazuia wale mapepo wasije wakaingia tena. Tuko pamoja? Kwamba unaposafishwa, zile nguvu ambazo ulikuwa zinakutumikisha kufanya dhambi ile ya kwanza, ni nguvu za satanic, ni nguvu za kishetani, ni mawazo ya kishetani, ni influence ya kishetani, ambayo baada ya kutakaswa, kama utaendelea kuwa tupu, ukakosa neno la Mungu, ukakosa Roho Mtakatifu, ujue kwamba wale jamaa wanarudi kwa nguvu zaidi na wanakuja wanaweka makao. Sasa angalia hawa Wayahudi wa wakati wa Yohana Mbatizaji, wao walimwamini Yohana na wakaenda kubatizwa. Lakini alivyokuja Yesu wakaanza kumfuata Yesu. Mbaya zaidi ni kwamba walipokuwa wanamfuata Yesu, walikuwa wanamfuata Yesu kwa interest zao.
Sio kwa sababu walikuwa wanataka pone kiroho, lakini walikuwa na interest. Wengine walikuwa na shida ya mikate, wamekuja pale kwa sababu wanataka mikate. Lakini wengi walikuja pale kwa sababu wanataka kupona, na wengine walikuja kwa sababu hizi na hizi na interest tofauti. Sasa imefika mwisho, Yesu anakamatwa kwa mashtaka ya uongo, kwenda kusulubiwa. Wale ambao walikula mikate, wale ambao walikuwa wametubu kule lakini wakabaki tupu, ndio walikuwa wanasema asulubiwe. Pilato anawauliza, you people, nyie hamkula mikate kwa huyu jamaa? Hakuwapa mikate? Sasa ndio mikate tulikula sana nini na samaki alitupa. Sasa mnasemaje? Asulubiwe. Akasema, wewe si ulikuja, ulikuwa kiwete, ulikuwa umepoza. Wewe ulikuwa umepoza, huwezi kutembea, huwezi kufanya nini? Kwani hukupona? Nimepona kwa eti. Vipi? Nimepona. Sasa asulubiwe. Interest zao. Ukimfuata Yesu kwa interest zako, ukaja tu kama utamaduni wa kuja kanisani, lakini bila kuijaza ile nyumba yako na neno la Mungu na Roho Mtakatifu, ujue hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Tunachekelea kusafishwa, lakini tujue kwamba tuna wajibu wa kujaza nyumba isikae tupu. Ngoja nikuonyeshe andiko hili linavyosema hapa. Point ya 3 inasema hivi: kwa nini hali ya mwisho huwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza? Kwa nini hali ya kwanza au hali ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza? Msomaji alituonyesha pale. Alisema kwamba pepo anapomtoka mtu, mapepo yale ambayo yalikuwa yanatuongoza kufanya vibaya, yanapokuwa yameondolewa, huwa yanakwenda, yanazunguka, yanatafuta, alafu baadaye yanarudi pale yalipotoka. Linakuja kuchungulia hivi. Likiona ile nyumba haiko occupied, kwamba hakuna kitu kilichoingia mle ndani, Biblia inasema hivi, anaenda kutafuta mabouncer kuliko yeye 7. Sijui kama unanielewa. Anaenda kutafuta watu wabaya kuliko yeye 7, na yeye anakuwa wa 8. Ndio wanakuja wanaingia. Haingii kwanza yeye. Ameiona kwamba imesafishwa. Yesu Kristo amesafisha moyo wako, lakini ukaachwa tupu. Ina maana yule pepo anapokuja anaangalia, anakuta ile nyumba iko safi, tena imepambwa, lakini hakuna neno la Mungu, hakuna Roho Mtakatifu, hakuna tenzi za rohoni, hakuna kitu chochote. Anaenda kutafuta. Wewe hajasema kwamba moyo umechafuka. Moyo ni huo safi uliosafishwa na Yesu. Nyumba ni hiyo safi ambayo imetakaswa na Yesu Kristo. Lakini kwa sababu iko tupu, anaenda kutafuta mabouncer wengine ambao ni mabouncer kuliko yeye, wenye nguvu, wanaomzidi. Mimi nilikuwa najiuliza hapa kwamba huyu jamaa, kwa nini upepo anaenda kutafuta wenye nguvu kuliko yeye? Wakija hata vile vitu vya front vya high table, si ndio watakuwa wanakaa wao, yeye anakaa huko nyuma. Kwa nini asitafute wale wanyonge? Akasema hapana. Nikakumbuka mimi baba yangu wakati ananipeleka shule kwa mara ya kwanza sekondari, alinipeleka mbali kabisa kutoka na tulikokuwa tunatoka, akanipeleka. Lakini njiani akanipa usia, akaniambia, mwanangu, ukifika shuleni, angalia mle darasani, ukiona mtu anakuzidi akili, anapata sana hesabu, huyo ndio mshike urafiki. Usishike urafiki mbumbumbu. Usishikane urafiki na mbumbumbu. Ukishikana na mbumbumbu umekwenda na maji. Tafuta yule ambaye wewe ukipata 70, ukimwona amepata 90, huyo ndio rafiki yako. Wewe ukipata 90, ukiona amepata 100, huyo ndio awe rafiki yako. Usipate wa 0, wa F, ya F. Na wewe utakuwa F. Kwa hiyo nikaiona hii principle hata wa mapepo ndio walioitumia. Nafikiri ni principle ya kweli, ya msingi sana kuifuata.
kwamba wewe kama unataka kuimba vizuri, jiunge na waimbaji wazuri. Kama unataka kuhubiri vizuri, fuata step za wahubiri wazuri. Kama unataka kufanya jambo lolote vizuri, usiige kwa watu. Unataka kufanya biashara kubwa, angalia wafanya biashara wakubwa. Usiende kuangalia kwenye vitumbua vya 100. Unataka uuze gari alafu kaangalia ukapiga hesabu kwenye vitumbua, inawezekana? Utasikia gari unaanza kuzikaanga kama kitumbua. Kuzikaanga gari. Angalia nani ambaye yuko mbele yako. Tuko pamoja? Na hili pepo ndio lilifuata hiyo principle. Likasema ili niweze kukaa vizuri kwa yule mtu, sasa inabidi nitafute ambao ni bora kuliko mimi, wabaya kuliko mimi, wawaji kuliko mimi, wakatili kuliko mimi, ili twende tukakae kwa huyo mtu. Ndio maana Yesu anaitangaza hali ya huyu mtu ambaye amesafishwa, lakini yeye akaacha nyumba yake ikawa tupu. Wakija hawa, hali yake itakuwa mbaya kuliko ile ya awali. Kwa nini? Kwa sababu ya hawa mabouncer 7+1. Mabouncer 7 walioletwa pamoja na yule aliyewaleta wanakuwa 8. Hali yako lazima iwe mahututi. Na ndio maana leo, sikudanganya, leo tuna Wakristo wana hali mbaya kuliko ile ambayo walianza. Why? Kwa sababu wamekuwa tupu. Ni nyumba tupu. Roho Mtakatifu hayupo. Kuna mahali fulani nilikuwa nafundisha seminar, nikauliza, wewe umeshawahi batizwa na Roho Mtakatifu? Wakaniambia kama ambaye aliambiwa Paulo kule Efeso. Kwa sababu ubatizo wa Roho Mtakatifu hata kusikia, sisi labda leo ndio tusikie kwanza kutoka kwako. Yaani kama unatuambia ndio inakuwa first and last, leo hatujawahi kusikia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wametakaswa, lakini hakuna neno la Mungu. Mtashtakiwa na Malkia wa Sheba. Mtashtakiwa na Malkia wa Sheba, ambaye yeye alienda kwa Suleiman tu, sio kwa Yesu. Alienda kwa Suleiman kwa umbali wa mkubwa sana. Kwa hiyo dawa ya kuijaza nyumba, tuko pamoja, dawa ya kushinda wale pepo bouncer 7 wale, ili wasiweze kuingia, ni kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako, neno la Mungu liko ndani yako, limejaa kwa wingi, na tenzi za rohoni zimejaa ndani ya moyo wako. Tuko pamoja? Sasa unamkuta Mkristo eti leo unakuta nyimbo ambazo anaziimba, siwezi kushindana na wewe, na wewe unalala ghetto, anatembea barabarani. Ndio nyimbo ambazo zimejaa, siwezi kushindana na wewe, unalala ghetto. Sasa mimi nikajiuliza hivi, hizi nyimbo zinamchochea tu aendelee kutafuta mashindano, zina msaada wote, zinamsaidia, yani zinamchochea kuendelea kutafuta mashindano. Ndio maana Wakristo wengi leo wanaenda kanisani kutafuta mashindano. Hawaishi kwa sababu huwezi kushindana na mimi. Zile nyimbo zimejaa. Akimwangalia huyu anasema huyu hawezi kushindana na mimi. Nini? Niangalie tu mimi. Muangalie na yeye. Hawezi kushindana. Kwa nini? Zile nyimbo zimetengeneza mashindano kanisani. Siwezi kushindana na mimi. Nikasema, kwani huko ghetto hakuna usingizi? Si analala tu kama wewe, mnakoroma wote. Yeye anakoroma na unakoroma. Wewe umelala ghetto, umelala gorofani, wote mnakoroma. Unatutisha ghetto. Kuna watu wanalala nje. Si ndio? Watu wanalala wapi? Nje. Lakini wanakoroma vile vile. Tena hawalali hata usingizi wa mngamngamu kama wakako. Wewe ukipita hata mjusi tu unafikiri jambazi.
kumbe mjusi. Mwenzako alala tuamle cha chambasi wala jamba waka wala jamba nini hamna. Na amelala ghetto. Na kushindana na wewe hajashindana na wewe, unashindana peke yako. Unamsingizia tu. Unashindana. Lakini ni kwa sababu gani? Sisi tunapokosa neno la Mungu ndani yetu. Tunapokosa neno la Mungu ndani yetu, tunapokosa neno la Mtakatifu, tunajaza hayo manyimbo. Wakati kumbe tulikuwa tunatakiwa kujaza nini? Tenzi za rohoni. Wakolosai 3. Soma pale. Wakolosai 3 15 mpaka 16 unaweza kusema. Wakolosai 3 kuanzia mstari wa 15 hadi 16 vinasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ijae mioyoni mwenu. Ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana ndio kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Tenzi za rohoni hizi ambazo tunajaza. Sio ninalala ghetto. Tenzi za rohoni. Huku mkimwambia Mungu kwa neema ya mioyoni mwenu. Amen. Very good. Ile andiko zuri sana. Tenzi za rohoni ndio zijae. Lakini yasijae mambo. Linapojaa neno la Mungu, wewe unakuwa na ufahamu wa neno la Mungu. Ngoja nikupe mfano huu wa mwisho ambao niliupata kwenye semina moja. Nilikuwa nimeenda kufundisha kanisa moja kule Arusha. Wakati nafundisha semina ile, nikaonyeshwa mama mmoja kabla tuko nje. Anambia yule mama yule unamwona yule alikuwa ni mshirika wa kanisa hili. Lakini sasa hivi hali yake ya sasa imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa sababu neno la Mungu halikukaa ndani yake. Waliniambia, ikaniuma sana. Kwa sababu vile vitu alivyofanyiwa hata mtoto mjinga kabisa hawezi kufanyiwa. Yule mama alifiwa na kijana wake ambaye ni tegemezi katika familia. Sasa yule mama alikuwa anampenda sana, ndio kijana tegemezi. Amekwenda na bodaboda, wamekimbia na mwenzake, akaenda kapata ajali. Alipopata ajali alikufa pale pale. Yule mama alivyoambia mtoto wako amekufa, akasema haiwezekani, mtoto wangu hawezi kufa. Basi alivyokataa, wakajitokeza wale ambao wanaweza kuweka vitu ndani ya moyo wake. Alikuja mtu mmoja anajiita nabii. Akamwambia, mama, nimemwona mtoto wako hajafa, ila amechukuliwa kimazingaombwe. Sasa mimi nitamrudisha. Kweli baba, kweli. Mimi nitamrudisha mtoto wako. Kapiga maombi yule bwana ya maombi yao yale ya nani akamwambia, sasa nipe siku 2. Yule bwana akapotea. Alivyokuja anambia, sasa tunatakiwa kutoa sadaka. Kwanza lete pesa kiasi fulani, alafu baadaye tutoe sadaka. Mama akatoa pesa nyingi. Anataka mtoto arudi. Na unamwambia kabisa mtoto wako anarudi, wala usiwe na wasiwasi mama. Sisi ni watumishi. Akatoa pesa nyingi. Wakakaa wiki moja. Wakamwambia, sasa tunatakiwa tupeleke tena sadaka ya damu. Kwa hiyo tunatakiwa tununue mbuzi kama 3 wa aina fulani, tuwapeleke tutoe ile dhabihu. Huyo ni mtumishi wa Mungu, si ndio? Anaingiza maneno kwa sababu mama yule hana neno la Mungu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho anaambiwa anakipokea kama neno la Mungu. Angekuwa na neno la Mungu pale pale angemwambia, hakuna sadaka tena zaidi ya Yesu Kristo. Hatuna dhabihu nyingine ya zaidi ya Yesu Kristo. Kwa maana ya dhabihu ya damu ya Yesu Kristo ilikuwa ya mwisho. Sasa leo unakuja kuambiwa toa
sadaka au dhabihu ya mbuzi. Hakuna neno la Mungu. Yule mama akatoa, alikuwa na tumbuzi maskini, akapelekwa nini na hela, wakawa wanamrudia mpaka wiki ya 3. Wakamwambia sasa kesho tunamtoa, andaa sherehe, tupe tufanye shopping ya vyakula ambavyo tutampokea mtoto wako, tukamnunulia na suti mpya, asije na masuti machafu. Wakachukua zile pesa, yule mama wakamwacha. Kesho yake anakaa anasubiri mtoto anakuja yuko wapi, na watu wamekaa pale nyumbani kwake wanasubiri mtoto yuko wapi. Anaenda kumtafuta yule mchungaji, msii askofu nani yule, alikwenda kumwombea, alimwona. Sijui kama amemwona baada ya mimi kuondoka. Mpaka leo hajaona, anaona tu kaburi la mwanae, hajamwona mtoto. Lakini kwa sababu gani? Neno halikukaa ndani yake. Na kuna Wakristo wengi wametapeliwa sana 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 sana, wametapeliwa sana, wanauziwa maombi, wametapeliwa sana, kwa sababu ni nyumba tupu. Ni nyumba tupu. Wangekuwa na neno la Mungu na Roho Mtakatifu ndani yao, ule utapeli na wizi ambao wameibiwa usingewapata. Hili ni onyo la Yesu. Sasa wewe unaweza ukaamua kama unapendelea kuendelea kukaa kama nyumba tupu. Sawa, lakini Yesu alishakusafisha. Ila Yesu anakuonya kwamba kama utaendelea kuwa tupu, ujihadhari. Wale jamaa wakija, haji mmoja, wanakuja 8 safari. Utahimili?